Rais wa zamani Obama amefichua siri za Netanyahu. Anadai waziri mkuu huyo anatumia mbinu zile zile kumshawishi Trump kuishambulia Iran. Sasa rais mstaafu wa Marekani Barack Obama ametoa kauli nzito akidai kuwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amefanikiwa kumshawishi rais Donald Trump kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran kwa kutumia hoja zile zile ambazo alizitumia kwake yeye mwenyewe Obama bila mafanikio wakati wa uongozi wake. Katika mahojiano maalumu na jarida la The New Yorker yaliyochapishwa leo Mei 5, 2026, Obama ameeleza kuwa Netanyahu amekuwa akishinikiza msimamo mkali wa kijeshi dhidi ya Iran kwa zaidi ya muongo mmoja. Obama amebainisha kuwa wakati yeye akiwa madarakani alikataa mara kwa mara shinikizo la Netanyahu la kutaka mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, akiamini kuwa diplomasia ndiyo njia pekee ya kudumu. Benjamin Netanyahu alitumia hoja zile zile alizozitumia kwangu kunishawishi nichukue hatua za kijeshi, na sasa anazitumia kwa Donald Trump, alikuwa anasema Obama. Aliongezea kuwa tofauti na yeye aliyeweka kipaumbele kwenye makubaliano ya nyuklia, utawala wa Trump umeonekana kukabiliana na mtazamo wa Israeli wa kutumia nguvu kupitia operesheni kama Project Freedom. Obama ameelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu mwelekeo wa sasa wa kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz na maeneo mengine Mashariki ya Kati. Amehoji uhalali na tija ya mashambulizi yanayoendelea kwa hivi sasa. Obama amehoji ikiwa kujiingiza kijeshi kutaletea Marekani usalama wa kweli au kutengiza nchi hiyo katika vita visivyokuwa na mwisho. Lakini pia ameonya kuwa hatua za kijeshi zinaweza kuleta ushindi wa muda mfupi, lakini zikaongeza chuki na hatari kwa Israeli katika kipindi cha muda mrefu. Kauli ya Obama inakuja wakati ambapo hali ya usalama baharini imezidi kuzorota kufuatia ripoti za Marekani kuharibu boti 7 za Iran na kuongezeka kwa mashambulizi ya makombora dhidi ya washirika wa Marekani kama United Arab Emirates, yaani Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu. Wakati Rais Trump akijigamba kuwa Project Freedom ndio njia pekee ya kukomesha mkwamo, Barack Obama anaonekana kuungana na viongozi wengine wa kimataifa wanaosisitiza kuwa bila meza mazungumzo, ulimwengu unaenda kushuhudia maafa makubwa ya kiuchumi na kiusalama ambayo hayajawahi kutokea.